lakini niwashukuru sana wananchi wa jimbo la Morogoro Kusini Mashariki kwa kunirudisha mara ya pili. Mheshimiwa Mwenyekiti, kule kwetu Morogoro Kusini Mashariki tuna neno letu, tunasema Samia anatosha, wengine watatuchosha. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika wabunge wa mikoani, mimi ni mbunge au sisi ni mkoa ambao ulipata nafasi ya kwanza ya kutembelewa na mwenyekiti wa chama chetu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alifika nyumbani kwetu pale Ngerengere kwa mara ya kwanza. Lakini yale ambayo aliyoyaongea Ngerengere, Mheshimiwa Mwenyekiti, na ndio ambayo ameongea ndani ya hili bunge. Niseme kidogo, Mheshimiwa Mwenyekiti. Sisi wana Morogoro vijijini, wana Morogoro Kusini Mashariki, tuna mengi ya kujivunia, tuna mengi ya kusema juu ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nianze kwanza na sekta ambayo ukiniona nimesimama naonekana yes, Bigwa Kisaki amesimama. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme rais alikuja jimboni akasema jina hili alikufai na alichukua mwenyewe. Wanasema mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni, ila kuna kauli imetoka, Samia si mnyonge tena. Kwa kuwa Samia si mnyonge tena, shughuli yetu kumpa haki yake. Samia apewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kusema hivyo, wakati amepita Morogoro Kusini Mashariki na alielekeza Wizara ya Fedha, tayari tumeletewa bilioni 4 na mkandarasi ameanza kazi. Tunasubiria mchere kidogo uendelee, kazi iendelee. Tuende kwenye sekta ya elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukitazama sisi watu wa vijijini tuna kila sababu na neno la kusema. Mimi niombe Wizara ya Elimu, kwa kuwa rais ameyafanya makubwa, shughuli yenu ni kwenda kuyatangaza yale ambayo Mheshimiwa Rais amefanya. Leo hii mtaala wa elimu tunasoma miaka 10. Kwenye hii miaka 10, Mheshimiwa Mwenyekiti, hii miaka 4 kuna mtaala wa amali. Mheshimiwa Rais kwetu vijijini, mimi kwangu kwenye kata yetu ya Tomondo ameleta shule ya amali. Maana unasoma sekondari, baada ya hapo unasoma ufundi kuanzia form 1 mpaka form 4. Leo hii ukitoka hapo unakuwa una cheti, Mheshimiwa Mwenyekiti, cha form 4 na una cheti cha ufundi. Mheshimiwa Mwenyekiti, rais ameangalia dunia inataka nini. Dunia inataka utaalamu, ujuzi. Kwa hiyo ujuzi unaanzia kuanzia form 1 mpaka form 4. Leo hii vyuo vya VETA vilivyojengwa nchini, Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio maana kauli yangu nairudia kwa kumuomba kaka yangu Profesa Mkenda na dada yangu Wanu kuongeza na kuwekeza kwenye matangazo, kuitangaza Wizara ya Elimu ili kesho na kesho kutwa watu wajue nini kimepelekwa kule chini. Mimi nina ushahidi, nimeingia. Sisi sasa hivi hatuna changamoto ya kuchangishana. Rais ameshusha hela za shule kule chini, watu hawajui, na ndio maana wanayasema wasiyojua. Mheshimiwa Mwenyekiti, la pili nipende kusema kwamba nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kutuletea vijana wawili machachari kwenye wizara yetu ya michezo. Maana kuna mmoja anafoka, mmoja anahubiri. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara yetu ina mchungaji na mwanamuziki. Kwa hiyo kwa hili unaloliona, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeona sura nzuri na mwanzo mzuri wa AFCON. Tumuombe Mheshimiwa waziri mwenye dhamana ya michezo, sisi wana Morogoro mkoa kwa ujumla, ukiangalia soka la nchi, hatusemi kwa sababu navutia ngoma kwangu, soka la nchi sura ya kubwa iko mkoa wa Morogoro. Tuiombe, dhamira ya Mheshimiwa Rais ni kubwa sana kwenye kuwekeza michezo. Viwanja vya michezo Morogoro sisi tia maji. Sasa Wizara ya Michezo, Mheshimiwa Rais ametuletea SGR. Kama kuna treni inalojaa nchini ni treni ya Dar Morogoro. Kama tunakwenda kwenye AFCON,
lazima tuwe na parking ya michezo pale. Hata wachezaji wanaokuja mazoezi watacheza Morogoro mjini, Mbugani watakwenda Mikumi. Najua hili swala ni dogo sana kwenu nyinyi wawili. Mheshimiwa Rais hajakosea kumweka mchungaji, kumweka na mwana hip hop. Ana maana yake. Maana hii sisi tunatakiwa twende tukajivunie kwenye hii sekta ya michezo, na tukajivunie kwenye wenyeji wetu wa AFCON ya mwakani. Mimi niseme jambo dogo hapa. Kama tunatazama wachezaji waliocheza juzi pale Morocco, ni wachezaji wenye viwango vizuri, wachezaji wanacheza vizuri, lakini kama sisi hatujaangalia utaratibu ambao wanafanya wenzetu kuchukua wachezaji wa nje ambao wenye uraia wa Tanzania, nani atafanya? Naamini Mheshimiwa Makonda unaweza, naamini Mwana FA unaweza. Nendeni kamuombe rais, mikono yake misafi, moyo wake mweupe kwenye michezo. Ndiyo mwana michezo namba 1 nchini, mwana michezo ambaye ameonesha sera yake ya kuinua michezo nchini. Leo hii tunakuja kwa wageni wenyeji wa AFCON. Sasa twende tukawachukua wale watoto wetu wengine ambao wako nchi za nje, ambao ruksa ya kisheria inawasumbua kurudi ndani. Naamini hilo linawezekana kwenu. Hakuna kitu kizuri kama kuchanganya, wanasema ujuzi. Mimi niseme kwenye hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama tunapata rais mwenye maono haya ya Mama Samia wa leo hii, huyu rais anazaliwa mara moja tu, anatoka mara moja tu. Kama tumempata huyu, tumtumie vizuri. Michezo ni ajira, michezo ni pesa, michezo ni utajiri, na yeye ameweka mguu kati kwenye michezo. Tukitoka kwenye michezo, tunajua Mheshimiwa Rais ameleta pesa kwa ajili ya mfuko wa sanaa, na unafanya vizuri. Utaratibu wa mfuko wa sanaa umekwenda kisheria sana. Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya sanaa, nenda kamsaidie rais kwenye hili. Wasanii wanategemea kupata pesa hapa. Nendeni, kama kuna utaratibu wa kusheria, sisi ndio watunga sheria. Mimi kama daktari Tare na kushauri Mheshimiwa Waziri, leteni sheria hapa ya sisi tuwasaidie wanamichezo, tuwasaidie wasanii. Kama kuna utaratibu wa kukopeshwa hizi pesa ambazo Mheshimiwa Rais amezileta, wapewe. Na kama utaratibu huu ni mgumu tunauona ambao mmeujengea, mimi eti nataka kukopa pesa ambayo ameileta rais kwa furaha yangu, nataka niweke nyumba. Si kila msanii ana nyumba. Hili neno nilisema huko nyuma, na Mheshimiwa Rais juzi ametilia msumari kwenye hotuba yake. Amesema anataka wasanii vijana wawe na furaha. Furaha sio kukosa kile alichokileta. Mheshimiwa Mwenyekiti, cha mwisho ambacho ningependa kukisema na kupenda kukisifia kwa Mheshimiwa Rais wetu, mimi Hamisi Shabani Tale kwenye jimbo la Morogoro Kusini Mashariki ametuletea mradi wa Molonganya wa zaidi ya bilioni 23. Ule mradi unalisha vijiji zaidi ya 19 maji. Kwenye kata yetu ya Tomondo naizungumzia leo hii, tulikuwa tunakunywa maji ya Nzasa. Leo hii tunakunywa maji baridi. Nani kama Samia? Alafu leo hii atoke mtu amseme Samia, mimi nakunywa maji baridi kutoka vijijini. Leo hii ameleta mradi wa bilioni 4 kwenye kata yetu ya Mkambarani. Lakini vile vile sisi tumekuwa hifadhi ya kupeleka maji mjini kutoka kwenye bwawa la Kidunda. Leo hii tuna uhakika wa Tanzania wanaoishi Dar es Salaam wanakwenda kupata maji kutokea sisi wana Morogoro vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuyasema haya machache, narudia tena, Samia si mnyonge na wala atumnyongi, tunampa haki yake. Naunga mkono hoja, naunga mkono hoja. Asante. Asante sana Mheshimiwa Hamisi Tale. Atafuata Mheshimiwa Engineer Johnston Johannes Mutasingwa na Mheshimiwa Jamila Muhammad Juma ajiandae. Tutamalizia na Mheshimiwa Ado Shaibu Ado. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kupata nafasi ya kuweza kuchangia hotuba ya Mheshimiwa Rais wetu.
Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia afya njema na tunaendelea na mchango yetu sasa hivi. Pili ni washukuru sana wananchi wa Jimbo la Bukoba mjini kwa kunichagua